Katika vilima vyenye utulivu vya Bethlehemu kulikuwa na maisha yaliyokuwa polepole kama mto mdogo unaopita katikati ya nyasi zenye umande wa asubuhi. Mandhari ya eneo hilo yalikuwa ya kuvutia macho, milima midogo iliyoviringika kwa utulivu, makonde ya nafaka yaliyochezeshwa na upepo, na anga iliyotandazwa kwa samawati iliyopambwa na mwanga wa jua. Ndani ya mazingira hayo ya kawaida, historia ilikuwa inaandaa kujifungua kwa simulizi ambayo itabaki kuwa kumbukizi daima dawamu. Hujambo na karibu katika simulizi iliyojaa bwembwe na takriri za weledi wa lugha, mafunzo kemkem kwenye garambe hii yake Msharafu Daudi, ikitambishwa na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Daudi mwana wa Yese alikuwa mwana wa mwisho katika aina yao, danga ambaye kwa macho ya ainati hakuwa na sifa zilizoweza kumtambulisha kama mtu mwenye ushawishi mkubwa. Ndugu zake wakubwa walionekana kuwa na mbinde za mwili na hadhi iliyofaa kwa idili za kijamii na kivita, lakini Daudi alionekana zaidi kama danga wa kawaida aliyekuwa amezoea maisha ya kimya. Utoto wake ulihusishwa sana na jukumu la kuchunga kondoo katika nyanda zilizozunguka Bethlehemu. Kila siku tangu mapambazuko ya jua hadi kiza cha jioni ilipoanza kuangukia milima, aliongoza kundi la kondoo kupitia malisho yenye nyasi laini na mito midogo ya maji safi. Maisha hayo yalikuwa ya utulivu, lakini ndani yake yalikuwa na changamoto nyingi ambazo zilijenga tabia yake taratibu. Katika upweke mzito mazingirani, Daudi alijifunza kuwa macho kwa kila ishara ya hatari. Hayawani wakali kama sima na dubu walivizia fii kwa fii, wakitafuta mawindo katika mifugo iliyokuwa dhaifu. Hali hiyo ilimlazimu kijana huyo kuendeleza uchagina na ustahimilivu ambao haukuonekana kwa nje. Kila tukio la hatari lilimfundisha kuwa mlinzi mwenye tahadhari na moyo wa kutokubali kushindwa. Pamoja na majukumu haya ya ulinzi, Daudi pia alijenga maisha ya ndani yaliyojaa tafakari na utulivu. Wakati wa jioni ulipofika na kundi la kondoo kutulia chini ya anga lenye nyota, moyo wake ulijaa mshangao wa kutazama ulimwengu mkubwa ulivyomzunguka. Nyota zilizong'aa angani zilionekana kwake kama ishara ya ukuu wa Muumba, na ukimya wa usiku ulimpa nafasi ya kutafakari maana ya maisha. Katika nyakati hizo za utulivu, kipaji chake cha muziki kilianza kujitokeza. Kinumbi kilikuwa chombo chake cha karibu, na mikononi mwake kilitoa sauti tulivu zilizopenya ndani ya roho. Melodia zake zilikuwa kama chemichemi inayotiririka katikati ya jangwa la kimya. Nyimbo hizo hazikuwa tu burudani, bali pia zilikuwa tafakari za ndani zilizojaa hisia za heshima na mshangao wa uumbaji. Miaka ilivyopita, tabia ya Daudi iliendelea kukomaa. Ilijifunza kuvumilia hali ngumu, kuongozwa kwa upole na kulindwa kwa ujasiri. Kondoo waliokuwa chini ya uangalizi wake walimfundisha umuhimu wa kuwajibika kwa yale aliyokabidhiwa. Maisha hayo ya uchungaji yalionekana kuwa ya kawaida, lakini kwa ndani yalikuwa yanamwandaa kwa majukumu makubwa zaidi ambayo bado hayakuwa yamejitokeza paruanja. Wakati huo huo, katika taifa la Israeli ya kale, hali ya uongozi ilikuwa imeanza kubadilika polepole. Mfalme wa taifa hilo, Sauli, ambaye hapo awali alikuwa ameanza utawala wake kwa nguvu na heshima, alianza kupoteza mwelekeo. Uongozi wake ulianza kuathiriwa na maamuzi ambayo yaliweka doa katika uhusiano wake na Mungu.
Katika mazingira hayo ya kisiasa na kiroho, Mungu alimchagua Nabii Samueli kuwa chombo cha kuandaa hatua mpya ya historia ya taifa hilo. Jukumu alilopewa lilikuwa la kumtafuta mtu ambaye angekuwa kiongozi wa baadaye wa Israeli, mtu ambaye moyo wake ungekuwa tofauti na ule uliokuwa umeanza kupotea katika utawala huo. Safari ya Samueli ilimpeleka hadi Bethlehemu, katika nyumba ya Yese. Tukio hilo lilikuwa la kawaida kwa macho ya wengi, lakini kwa ndani lilikuwa limebeba uzito mkubwa wa kihistoria. Familia ya Yese iliandaliwa kwa heshima mbele ya nabii huyo, na wana wake wakaanza kuonekana mmoja baada ya mwingine. Ndugu wakubwa wa Daudi walikuwa vijana wenye miili imara na sura zilizovutia. Kwa mtazamo wa kibinadamu, walionekana kuwa na sifa zote zinazoweza kumfaa mtu kwa hadhi ya kifalme. Lakini katika mchakato huo wa kimya na uchunguzi wa ndani, ilidhihirika kwamba chaguo halikuwa kati yao. Hatimaye ilibainika kuwa bado kulikuwa na mwana mmoja mdogo ambaye hakuwepo katika mkusanyiko huo kwa sababu alikuwa akichunga kondoo mashambani. Kijana huyo alifahamika kama Daudi. Alipoletwa kutoka mashambani, alifika akiwa na alama za maisha ya kawaida ya mchungaji. Uso wake uliokuwa umezoea jua la mashambani na mwendo wa maisha ya kila siku hakuwa na dalili yoyote ya mamlaka au fahari ya kifalme, lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho macho ya kawaida hayangeweza kutambua kwa virahisi. Ndipo tukio la kimya lakini lenye maana kubwa likafanyika. Mafuta ya uteuzi yakamiminiwa juu ya kichwa chake, ishara iliyomweka kando kwa kusudi maalum. Katika mazingira ya utulivu, bila shangwe za umati, hatua mpya ya historia ilianza kuandikwa. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Daudi yaliingia katika mkondo mpya usioonekana mara moja. Ingawa aliendelea na maisha yake ya kawaida ya kuchunga kondoo kwa muda, ndani yake kulikuwa na mwanga wa hatima iliyokuwa imeanza kuwaka polepole. Mchungaji mdogo wa Bethlehemu alikuwa tayari ameandaliwa kwa jukumu ambalo lingeathiri historia ya taifa nzima. Baada ya siku zile tulivu za uchungaji katika vilima vya Bethlehemu, upepo wa historia ulianza kubadilika aste aste katika taifa la Israeli ya kale. Hali ya kisiasa na kijeshi ilianza kuwa na wasiwasi, kwani mataifa jirani yalikuwa yakijaribu kupima nguvu na taifa hilo. Miongoni mwa maadui waliokuwa wakitishia usalama wa Israeli walikuwa Wafilisti, taifa lililojulikana kwa ustadi wake wa kivita na silaha nzito za chuma. Katika nyakati hizo, jeshi la Israeli liliongozwa na mfalme wao Sauli. Ingawa Sauli hapo awali alikuwa ameonyesha ujasiri mkubwa vitani, kipindi hiki kilikuwa cha mashaka na msukosuko. Wafilisti walikusanya majeshi yao katika mabonde yaliyokuwa karibu na mipaka ya Israeli, wakijiandaa kwa mapambano ambayo yangedhihirisha nani aliyekuwa na mamlaka juu ya ardhi hiyo. Jeshi la Israeli lilijipanga upande mmoja wa bonde, huku majeshi ya Wafilisti yakijipanga upande wa pili. Katikati ya pande hizo mbili kulikuwa na uwanda mpana uliokuwa kama ukumbi wa vita uliosubiri hatua ya kwanza ya mapambano. Ndani ya kambi ya Wafilisti alikuwepo shujaa mmoja aliyekuwa maarufu kwa kimo chake kikubwa na nguvu zake za ajabu. Jina lake lilikuwa Goliathi, mtu ambaye mwili wake ulionekana kama mnara wa chuma uliosimama katikati ya wanadamu wa kawaida. Silaha zake zilikuwa nzito na za kutisha, zikiangaza chini ya mwanga wa jua kama ishara ya nguvu na hofu. Kwa siku nyingi Goliathi alijitokeza mbele ya majeshi ya Israeli, akisimama katika uwanda ule wakati kama ishara ya changamoto. Kila siku uwepo wake ulileta hali ya hofu na kusitasita katika kambi la Israeli. Wanajeshi walimtazama kwa mbali, wakihisi uzito wa tishio lililokuwa mbele yao. Katika mazingira haya ya taharuki,
Maisha ya Daudi yaliendelea katika mtiririko wake wa kawaida huko Bethlehemu. Ingawa tayari alikuwa amepakwa mafuta kwa siri kama mfalme wa baadaye na nabii Samueli, bado aliendelea na kazi zake za kila siku kama mchungaji. Siku moja alitumwa kutoka nyumbani kwenda kwenye kambi ya jeshi la Israeli ili kupeleka chakula kwa ndugu zake wakubwa waliokuwa wamejiunga na majeshi ya Sauli. Alipofika karibu na kambi ya Israeli, aliona mandhari ya majeshi yaliyopangwa kwa tahadhari. Ngao, mikuki na mavazi ya kivita vilionekana kila mahali, lakini pamoja na maandalizi hayo, kulikuwa na hali ya ukimya mzito uliotanda kama kivuli. Katika wakati huo huo, Goliathi alitokea tena katika uwanda ule. Wakati kimo chake kikubwa kilionekana kwa umbali na sauti ya uwepo wake ilijaza anga la uwanda huo. Mandhari hayo yalionekana kama mkutano wa nguvu mbili zilizolingana. Kwa upande mmoja kulikuwa na jeshi lililojaa hofu na mashaka. Kwa upande mwingine kulikuwa na shujaa aliyesimama kwa kujiamini kama mnara wa vita. Ndani ya moyo wa Daudi kitu tofauti kilianza kuwaka. Maisha yake ya uchungaji katika vilima vilivyotulia yalikuwa yamemfundisha kutazama hatari kwa macho ya ujasiri badala ya uoga. Simba na dubu aliyokutana nao wakati wa kulinda kondoo wake walikuwa wamemjenga kama mtu asiyeogopa ukubwa wa tishio. Katika mazingira hayo ya vita vinavyosubiri kuanza, Daudi alitazama mandhari hayo kwa mtazamo tofauti na wengine. Pale ambapo wengi waliona jitu lisiloshindika, yeye aliona changamoto ambayo ingeweza kushindwa. Hatua aliyochagua baadaye ilikuwa ya ajabu kwa wale waliomzunguka. Bila kuwa askari wa vita, bila silaha nzito wala mavazi ya chuma, aliamua kukabiliana na tishio lililokuwa limefanya jeshi lote kusitasita. Badala ya silaha za kawaida za vita, alichagua kutumia kile alichokifahamu vizuri tangu utotoni: kombeo la mchungaji na mawe madogo yaliyopatikana katika kijito cha karibu. Mandhari ya tukio hilo ilikuwa ya kushangaza. Kwa upande mmoja alisimama Goliathi, shujaa mkubwa aliyevalia silaha nzito za chuma. Kwa upande mwingine alisimama kijana mchungaji kutoka Bethlehemu akiwa na silaha rahisi ya kombeo. Upepo wa bonde ulipita taratibu wakati pande hizo mbili ziliposogea karibu katika uwanda ule. Wakati macho ya majeshi yote mawili yalielekezwa katika tukio hilo ambalo lilionekana kuwa kama hadithi isiyowezekana. Kwa sekunde chache zilizofuatia, jiwe lilirushwa kwa ustadi mkubwa kupitia kombeo la Daudi. Jiwe hilo lilipenya hewani kwa kasi na usahihi uliokuwa kama mshale uliolengwa kwa umakini. Punde sipunde, shujaa mkubwa wa Wafilisti alianguka chini katika uwanda ule wa vita. Ukimya mzito ulitanda kwa muda mfupi, kana kwamba ulimwengu mzima ulikuwa umechukua pumzi yake. Kisha hali hiyo ikavunjwa na mshangao uliotanda pande zote za majeshi. Kwa ghafla, tukio hilo liligeuka kuwa ishara ya ushindi ya Israeli. Wanajeshi waliokuwa wamekosa ujasiri hapo awali walijawa na nguvu mpya na majeshi ya Wafilisti yakaanza kutawanyika. Jina la Daudi lilianza kusikika katika kambi ya Israeli kama simulizi ya ushindi usiotarajiwa. Jana mchungaji aliyekuwa hajulikani sana kabla ya siku hiyo, sasa alikuwa ameanza kuingia katika historia ya taifa. Ushindi huo haukuwa tu ushindi wa vita moja, bali ulikuwa mwanzo wa safari mpya katika maisha ya Daudi. Tangu siku hiyo, jina lake lilianza kutajwa kwa heshima na mshangao katika sehemu nyingi za Israeli. Lakini pamoja na umaarufu huo ulioanza kukua, kivuli kingine kilianza kujitokeza polepole. Umaarufu wa Daudi ulianza kuamsha hisia mpya ndani ya moyo wa mfalme Sauli, na hisia hizo zingekuwa chanzo cha kipindi kipya cha majaribu makubwa katika maisha ya kijana huyo kutoka Bethlehemu.
Baada ya ushindi uliotikisa bonde la vita na kuangusha sifa za Goliathi, jina la Daudi lilianza kusikika kwa nguvu katika miji na vijiji vya Israeli. Ushindi huo haukuwa tukio la kawaida la kivita tu, ulikuwa alama ya mabadiliko makubwa katika historia ya taifa. Kijana aliyekuwa mchungaji wa kondoo katika vilima vya Bethlehemu sasa alianza kutambuliwa kama shujaa wa taifa. Sifa zake zilienea kwa kasi kama moto unaoshika katika nyasi kavu. Kila mahali watu walizungumzia ujasiri wake, ustadi wake na ushindi wake ambao uliwashangaza wengi. Katika nyoyo za wananchi, alionekana kama mfano wa tumaini jipya la ushindi dhidi ya maadui waliokuwa wakilitishia taifa. Lakini mara nyingine katika historia ya wanadamu, umaarufu wa mtu mmoja unaweza kuzaa kiburi cha wivu katika moyo wa mwingine. Ndani ya jumba la kifalme, moyo wa Sauli ulianza kubadilika aste aste. Awali ulimkaribisha Daudi katika jumba lake kwa sababu ya kipaji chake cha muziki na ujasiri wake vitani. Kinumbi cha Daudi kilileta utulivu katika nyakati ambazo moyo wa Sauli ulikuwa umejaa mawimbi ya huzuni na msukosuko ya ndani. Hata hivyo, kadri sifa za Daudi zilivyozidi kuenea miongoni mwa watu, hisia za Sauli zilianza kubadilika kutoka heshima hadi mashaka. Kivuli cha wivu kilianza kukua ndani yake kama mbegu iliyopandwa katika udongo wa mashaka. Wazo la kuwa Daudi angeweza kuwa tishio kwa utawala wake lilianza kuchukua nafasi katika mawazo yake. Moyo wa Sauli ulianza kujazwa na hofu isiyoonekana wazi, lakini yenye nguvu ya kumvuruga. Katika hali hiyo, mazingira ndani ya jumba la kifalme yakaanza kubadilika. Kwa upande wa Daudi, maisha yake yaliendelea kwa unyenyekevu ule ule uliomlea tangu utotoni. Ingawa alikuwa ameshinda vita kubwa na kupata heshima ya taifa, ndani yake alibaki kuwa mtu aliyefahamu thamani ya uvumilivu na unyenyekevu. Lakini upepo wa hatima ulianza kubadilika. Siku moja, hali ya chuki ndani ya moyo wa Sauli ilianza kujitokeza wazi. Hisia zake za ndani zilikuwa zimefikia kiwango ambacho hakuweza tena kuzificha. Ndipo mazingira ya jumba la kifalme yakageuka ghafla kutoka mahali pa heshima hadi mahali pa hatari kwa Daudi. Kuanzia hapo, kwenye maisha ya Daudi, kitumbua kilikuwa kimeanza kuingia mchanga. Katika kipindi kipya cha giza na majaribu, badala ya kuwa shujaa aliyekuwa karibu na kiti cha enzi, aligeuka kuwa mtu anayelazimika kukimbia ili kuyaokoa maisha yake. Safari ya kukimbia ilianza. Daudi aliondoka katika mazingira ya jumba la kifalme na kuanza maisha ya uhamiaji katika maeneo ya milima, mapango na jangwani. Sehemu kama jangwa la Yuda zikawa mahali pa maficho yake. Huko ndiko alikojifunza kuishi kama mkimbizi, akitegemea ustahimilivu wake na uaminifu wa wachache waliomzunguka. Katika miaka hiyo ya kukimbia, kundi la watu lilianza kujikusanya karibu naye. Wengi wao walikuwa watu walioteseka kwa sababu ya maisha magumu na waliokuwa wamekosa haki katika jamii. Wengine walikuwa askari waliotafuta uongozi wenye haki zaidi. Polepole, kundi hilo liligeuka kuwa mkusanyiko wa wafuasi waaminifu waliomwona Daudi kama kiongozi wa kweli. Katika mapango ya vilima, alijifunza kuongoza insi kwa hekima na huruma. Ingawa Yonathani alikuwa mrithi wa kiti cha enzi kwa haki ya kifalme, moyo wake ulimtambua Daudi kama mtu aliyekuwa na wito wa kipekee katika historia ya taifa. Katika kipindi hicho cha kukimbia, Daudi alipitia majaribu mengi. Wakati mwingine alikuwa karibu sana na hatari ya kukamatwa. Wakati mwingine alilazimika kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kuepuka majeshi ya Sauli yaliyokuwa yakimsaka. Lakini katika nyakati hizo za giza, hulka yake iliendelea kuimarika. Badala ya kugeuka kuwa mja mwenye chuki, alijifunza kuwa na subira na imani kwamba wakati wa haki ungekuja kwa wakati wake. Miaka ya kukimbia ilimfundisha Daudi masomo ambayo
hayangeweza kupatikana katika utulivu wa jumba la kifalme. Alijifunza thamani ya uongozi wa kweli, umuhimu wa uaminifu na nguvu ya subira katika nyakati za mateso. Polepole simulizi ya maisha yake ilianza kuonekana kama safari ya mtu anayepitia tanuru na majaribu ili kuandaliwa kwa jukumu kubwa zaidi. Na kadri miaka ilivyoendelea kupita, upepo wa historia ulianza kuonyesha kwamba kipindi hicho cha kukimbia hakikuwa mwisho wa safari yake, ilikuwa maandalizi ya siku ambayo hatima yake ingekutana tena na kiti cha enzi cha Israeli. Miaka ya kukimbia katika mapango na majangwa ilikuwa imeacha alama kubwa katika maisha ya Daudi. Safari yake haikuwa tena ya mchungaji mdogo wa Bethlehemu wala kijana chagina aliyepata ushindi wa ghafla katika bonde la vita. Ilikuwa sasa safari ya mtu aliyekuwa amekomazwa na majaribu, aliyefundishwa na upweke wa jangwa na aliyejengwa na mateso ya kukimbia kwa muda mrefu, kwamba ahangaikaye sana na kujua. Katika kipindi hicho, upepo wa historia ulianza kubadilika aste aste katika taifa la Israeli ya kale. Uongozi wa Sauli ulikuwa umeingia katika nyakati za hatma. Vita vilivyoendelea kati ya Israeli na mahasimu wao vilizidi kuacha taifa katika hali ya mashaka na huzuni. Hatimaye siku moja ilifika ambayo ilibadilisha kabisa mwelekeo wa historia ya taifa hilo. Sauli alianguka katika vita, tukio lililoacha taifa bila kiongozi wake mkuu. Habari hiyo ilienea kwa haraka katika maeneo ya Israeli kama upepo mkali unaovuma katika nyanda za milima. Kwa Daudi, habari hiyo haikuwa sababu ya kushangilia. Ingawa alikuwa ameteseka kwa miaka mingi akitafutwa na Sauli, moyo wake haukujaa furaha kwa kuanguka kwa mtu aliyewahi kuwa mfalme wa taifa lake. Badala yake alitafakari uzito wa tukio hilo na huzuni iliyogusa taifa nzima. Katika mazingira hayo ya mpito, viongozi na wazee wa makabila ya Israeli walianza kutazama upya swali la uongozi wa taifa. Katika mawazo yao, jina la Daudi lilianza kujitokeza tena kama mtu aliyekuwa ameonyesha ujasiri, hekima na uongozi katika nyakati nyingi za hatari. Polepole mchakato wa kumpa hadhi Daudi katika uongozi ulianza kuchukua sura. Kwanza alitambuliwa kama kiongozi wa kabila la Yuda katika mji wa Hebroni. Hapo ndipo alipoanza kuongoza kwa hatua za mwanzo za mamlaka. Miaka michache ilipita huku taifa likijipanga upya baada ya kipindi cha misukosuko. Hatimaye makabila yote ya Israeli yakakubaliana kumwona Daudi kama mtu aliyekuwa na uwezo wa kuunganisha taifa lililokuwa limegawanyika. Katika tukio lililobeba uzito wa kihistoria, Daudi akawa mfalme wa taifa lote la Israeli. Utawala wake ulianza kwa hatua za hekima na mikakati ya kuimarisha umoja wa taifa. Mojawapo ya maamuzi yake muhimu ilikuwa kuifanya Yerusalemu kuwa mji mkuu wa ufalme wake. Mji huo uliokuwa katikati ya maeneo ya makabila mbalimbali ulifaa kuwa alama ya umoja wa taifa. Chini ya uongozi wake, Yerusalemu ilianza kubadilika kuwa kitovu cha kiroho cha Israeli. Kuta zake zilijengwa upya, mitaa yake ikajaa maisha. Lakini mafanikio ya Daudi hayakuishia katika ujenzi wa mji mkuu. Katika miaka iliyofuata, aliongoza majeshi ya Israeli katika mapambano mengi dhidi ya maadui waliokuwa wakilitishia taifa. Ushindi wake katika vita mbalimbali uliimarisha mipaka ya ufalme na kuleta kipindi cha utulivu na ustawi. Polepole ufalme wa Israeli ulipanuka na kuwa na nguvu zaidi kuliko ulivyowahi kuwa hapo awali. Mataifa jirani yakaanza kulitazama taifa hilo kwa heshima na tahadhari. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ya kisiasa na kijeshi, moyo wa Daudi uliendelea kubeba sehemu ile ile ya unyenyekevu aliyojifunza katika miaka yake ya uchungaji. Hakusahau kwamba maisha yake yalikuwa yameanza katika vilima vya Bethlehemu akiwa mchungaji mdogo.
lakini nyakati za utulivu wa utawala wake aliendelea kukuza maisha ya kiroho ya taifa. Nyimbo za sifa na ibada zilipata nafasi kubwa katika maisha ya watu, na muziki uliokuwa umeanza katika kinumbi chake cha ujana uliendelea kuwa sehemu ya urithi wake. Lakini historia ya wanadamu mara nyingi huonyesha kwamba hata katika nyakati za mafanikio makubwa, kivuli cha udhaifu kinaweza kujitokeza. Kadri miaka ya utawala wake ilivyopita, maisha ya Daudi pia yalikutana na majaribu mapya ambayo hayakuwa ya vita wala kukimbia jangwani. Majaribu haya yalikuwa ya ndani zaidi, yakihusisha moyo wa mwanadamu na uchaguzi wake binafsi. Miaka ainati ya ushindi, utulivu na utukufu katika ufalme wa Israeli ya kale, maisha ya Daudi yaliingia katika kipindi kingine kilichojaa mafunzo mazito ya maisha ya mwanadamu. Utawala wake ulikuwa umeimarisha taifa, mipaka ya ufalme ilikuwa salama, na mji mkuu wa Yerusalemu ulikuwa umegeuka kuwa kitovu cha nguvu na utambulisho wa taifa. Lakini historia ya mwanadamu inaonyesha mara nyingi kuwa wakati wa mafanikio makubwa ndipo moyo wa mtu unaweza kuingia katika jaribu lisilotarajiwa. Katika kipindi hicho cha utulivu wa ufalme, tukio lililotokea ambalo lilibadilisha mwelekeo wa maisha ya Daudi kwa muda. Ndani ya mji wa Yerusalemu aliishi mwanamke aliyejulikana kwa uzuri wake aliyeitwa Bathsheba. Mwanamke huyo alikuwa mwanamke wa askari jasiri katika jeshi la Israeli aliyeitwa Uria. Katika mazingira ya utulivu wa kifalme, moyo wa Daudi uliingia katika jaribu ambalo lilimpelekea kufanya maamuzi yaliyokuwa na matokeo makubwa. Tukio hilo halikuwa tu kosa la kawaida la kibinadamu, ilikuwa tukio lililoonyesha kwamba hata watu waliokuwa wamepata mafanikio makubwa wanaweza kuanguka katika udhaifu wa moyo. Matokeo ya matendo hayo yalileta huzuni na msukosuko mkubwa katika maisha ya Daudi. Ndani ya utulivu wa jumba la kifalme kulianza kutanda kivuli cha hatia na maumivu ya ndani. Katika wakati huo, Mungu alimuinua nabii Nathani ili kumkumbusha Daudi kuhusu uzito wa matendo yake. Kupitia onyo la nabii huyo, ukweli ulisimama wazi mbele ya macho ya mfalme. Kwa mara nyingine katika maisha yake, Daudi alijikuta akisimama mbele ya ukweli wa moyo wake mwenyewe. Lakini tofauti kati yake na watu wengine ilikuwa katika hatua aliyochukua. Badala ya kuficha kosa lake na kujitetea kwa kiburi cha mamlaka, alichagua njia ya toba. Moyo wake ulijaa majuto ya kweli, na alitambua uzito wa kosa lake mbele ya Mungu na mbele ya taifa. Katika kipindi hicho cha maumivu ya ndani, Daudi alijifunza kwa kina zaidi kwamba nguvu ya kweli ya mwanadamu haipo katika kutokosea, bali katika uwezo wa kutambua kosa na kurejea katika njia za haki. Miaka iliyofuata ya maisha yake ilikuwa mchanganyiko wa mafanikio ya uongozi na changamoto za kifamilia na kijamii. Ufalme wake uliendelea kudumu, lakini ulibeba ndani yake kumbukumbu ya mafunzo yaliyotokana na tukio hilo la majaribu. Kadri uzee ulivyokaribia, Daudi alianza kufikiria mustakabali wa taifa na uongozi wa kizazi kijacho. Ndani ya familia yake alikuwepo mwana ambaye angeendelea na jukumu la uongozi wa taifa, aliyefahamika kama Suleimani. Kwa maandalizi ya makini, Daudi alihakikisha kwamba ufalme ungeendelea kwa utulivu hata baada ya maisha yake kufika mwisho. Lakini urithi wake haukuwa tu katika kiti cha enzi alichokiacha. Urithi wake mkubwa ulikuwa katika historia ya taifa na katika maisha ya kiroho ya watu. Nyimbo na zaburi zilizotokana na tafakari zake ziliendelea kuwa sehemu ya ibada na utamaduni wa Israeli ya vizazi vingi. Maisha hayo yalionyesha wazi kwamba mtu anaweza kupitia ushindi mkubwa na pia kuanguka katika udhaifu wa kibinadamu. Lakini kilichomtofautisha Daudi na wengine ni moyo wake uliokuwa tayari kutubu
na kurejea katika njia ya haki. Hatimaye, baada ya miaka mingi ya uongozi, vita, mafanikio na majaribu ya Daudi yalifikia mwisho wake wa kibinadamu. Lakini hadithi yake haikuishia hapo. Katika historia ya Israeli ya kale, jina lake lilibaki kuwa ishara ya uongozi, ujasiri na toba ya kweli. Vizazi vilivyofuata vilikumbuka kama mchungaji aliyekuwa mfalme, shujaa aliyekuwa mtunzi wa nyimbo za kiroho, na mwanadamu aliyepitia milima na mabonde ya maisha. Zaidi ya yote, simulizi ya Daudi ilibaki kuwa ushuhuda kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu kutoka hali ya kawaida na kuweka katika nafsi ya ajabu ya historia. Maisha ya Daudi ni kama kioo kinachoonyesha safari halisi ya mwanadamu katika dunia. Alianza kama mchungaji mdogo katika vilima vya Bethlehemu, akapita ushindi mkubwa dhidi ya Goliathi, akateswa kwa miaka mingi akimkimbia Sauli, na hatimaye akapanda katika kiti cha enzi cha Yerusalemu kama mfalme mkuu wa taifa. Safari yake ilionyesha wazi kwamba maisha ya mwanadamu si mstari ulionyooka wa mafanikio pekee. Ni mfululizo wa ushindi, majaribu, makosa na marejeo ya moyo katika njia za haki. Kile kinachofanya simulizi ya Daudi kuwa ya kipekee si tu ushindi wake wa vita au nguvu na ufalme wake, bali ni ukweli kwamba moyo wake uliendelea kumtafuta Mungu hata baada ya kuanguka. Na kwa sababu hiyo, hadithi yake iliendelea kuwa chanzo cha mafundisho kwa vizazi vingi. Inaonyesha kwamba ujasiri unaweza kuzaliwa katika maisha ya kawaida, uongozi unaweza kukomaa katika majaribu, na toba ya kweli inaweza kurejesha hadhi ya mwanadamu hata baada ya makosa makubwa. Hivyo basi, simulizi ya Daudi inabaki kuwa ukumbusho kwamba historia ya mtu haiamuliwi tu na jinsi anavyoanza maisha yake, bali pia na jinsi anavyokabiliana na majaribu ya kweli, makosa na wito wa kurejea katika njia za haki. Katika kumbukumbu ya vizazi, mchungaji wa Bethlehemu aliendelea kuishi kama ishara ya moyo unaomtafuta Mungu na uongozi unaojengwa juu ya imani, ujasiri na toba. Hadi tamati nafikia hapo kwa leo, nikitumai umeweza kujifunza kwa mapana na marefu. Hadi wiki ijayo mwiya kama huu, Jalali Jalia akirithia. Nimekuwa wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Baraka.